nafasi ya kuweza kushiriki katika kuchangia bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Awali ya yote nampongeza Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa katika wizara hii. Kwa kweli tumekuwa na miradi mikubwa na sisi Kilwa tumekuwa wanufaika wakubwa kupitia mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 266 wa bandari ya kisasa ya uvuvi. Lakini pia tumepata boti nyingi takriban 14 ambazo zimewezesha wavuvi takriban 236 ambazo hizi boti zina thamani ya shilingi milioni 752 zimeweza kusambazwa katika wilaya ya Kilwa. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri umefanya. Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Katibu Mkuu rafiki yangu Mheshimiwa ndugu Profesa Riziki Shemdoe na naibu wako wa Katibu Mkuu, lakini pia watumishi walio chini ya Wizara ya Mifugo pamoja na wale walio chini ya taasisi ambazo ziko chini ya wizara hii. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipompongeza dada yangu Mheshimiwa Zainab Telaki, mkuu wa mkoa wa Lindi. Kwa kweli amefanya kazi kubwa hasa katika zoezi la kukomesha mapigano kati ya wakulima na wafugaji. Mapigano kati ya wakulima na wafugaji yamepungua sana kutokana na usimamizi mzuri wa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Lindi, ambaye kwa kweli katika mambo ambayo amefanya vizuri sana mkoani kwetu ni pamoja na hili jambo. Mimi pamoja na kupongeza hayo pia nipongeze swala la chanjo. Kwa mara ya kwanza wilaya ya Kilwa tumepata chanjo za kutosha kwa ajili ya kuku 300,000. Dozi 300,000 zimewasili Kilwa, hadi wakati huu bado hazijaanza kutolewa. Kwa ni shauri katika eneo hili msimu sasa wa magonjwa, ugonjwa ule wa mdondo unakaribia kuanza kwa sababu kiangazi ndio kinaanza kuanzia hivi karibuni. Nilifikiri kwamba wizara itoe tamko la kuruhusu zile chanjo zitolewe kabla kiangazi akijakolea, ili kuku wetu kwa mara ya kwanza waweze kunusurika, kwa sababu miaka iliyopita zaidi ya 80 ya kuku wanaozaliwa wakati wa masika wamekuwa wakifa kwa ugonjwa wa mdondo. Lakini nipende kushauri pia kwenye miradi ya BBT. Sisi Kilwa kwa upande wa kilimo, mifugo na uvuvi, katika awamu ya kwanza ya miradi ya BBT hakuna uwekezaji wote ambao ulifanyika, lakini tuliombwa na wizara, tulipata maelekezo ya wizara na tukajipanga kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya BBT upande wa kilimo na mifugo. Na kwa upande wa jimbo langu la Kilwa Kaskazini tuna mradi wa kunenepesha mifugo pale Njinjo, kwenye mnada wa Njinjo. Kwa nilikuwa naomba serikali iharakishe kuleta fedha ili vijana wetu ambao wamekuwa attached kwenye mradi huu waweze kunufaika na hatimaye kupata ajira, lakini kupata kipato na kujinemesha kiuchumi kupitia mradi huu. Pia nilikuwa napenda kuzungumzia swala la ambalo kwa sasa migogoro imepungua, lakini bado ipo, na kwa kiasi kikubwa migogoro hii imesababishwa na upungufu wa malisho pamoja na maji. Katika eneo hili nilikuwa naomba ni shauri serikali iwekeze vilivyo katika eneo la moja, swala la kupata malambo. Malambo ni machache katika wilaya ya Kilwa, katika maeneo ambayo wanaishi jamii ya wafugaji ambao wameingia kwa wingi baada ya kutoka katika bonde la Ihefu katikati ya miaka ya 2000. Lakini pia wilaya yetu ya Kilwa ina mito mikubwa ambayo inatiririsha maji wakati wa masika, lakini maji yote yale yamekuwa yakiishia baharini. Tuna mto Mbwemkuru, tuna mto Hanga na tuna mto Matandu, ambayo yote hiyo inatoka katika milima ya Matumbi pamoja na pori la akiba la Selu, ambako mvua nyingi huwa zinanyesha. Mpaka wakati ninapozungumza kule mvua inanyesha sana na hii mito inatiririsha maji kwenda kwenye bahari. Kwa hiyo ningeomba katika eneo hili, licha ya kujenga malambo kwa ajili ya kupata maji ya kunywa kwa wafugaji wetu, nilikuwa naomba tuwe sasa na mpango madhubuti kwenye vyanzo hivi mahususi vya mito ambavyo kama mlisikia hapa hivi karibuni na mwaka jana
viliharibu kabisa barabara zetu katika ukanda huu wa kusini. Tujenge mabwawa katika mito yote hiyo niliyoitaja, ili itatuwezesha moja, kukabiliana na mafuriko ambayo kila baada ya miaka 4-5 yamekuwa yakijirudia na kuharibu miundombinu pamoja na mipangilio mingine ya maisha ya watu wetu. Lakini pia tutaweza kuwezesha kilimo cha umwagiliaji, kuweza kupata maji ya kulisha mifugo, kuweza kumwagilia nyasi kwa ajili ya malisho ya wafugaji wa mifugo yetu, lakini pia tutaweza kupata ajira kwa vijana wetu wengi wanaotokea katika maeneo hayo. Lakini pia nilikuwa naomba katika eneo la malisho basi tuone upatikanaji wa mbegu zipatikane za kutosha. Sisi katika wilaya Kilwa tuna kaya zisipungua 6,000 za wafugaji, lakini wafugaji ndio kama vile alivyozungumza Mheshimiwa Shari Raymond na Mheshimiwa Ole Keita kwamba wengi wamekuwa wakichunga, sio kufuga. Wamekuwa unakuta ng'ombe anachapwa viboko, lakini vile vile unakuta ng'ombe amechorwa kwenye, mwingine wamechorwa namba za magari na kadhalika, ili tu ku-identify kwamba fanya vile. Kwanza tunawafrustrate ile mifugo na hatimaye hatupati nyama ambayo ina quality, lakini hata ile ngozi inakuwa haina viwango. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri tunahitaji kuboresha katika hilo eneo, ikiwezekana basi, kwa kuwa mwaka huu tumepata kama kilo 120. Sasa ukilinganisha na kaya 6,000 zilizopo Kilwa, kwa kweli ni kiwango kidogo sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuwekeze fedha nyingi, tuongeze idadi ya mbegu zinazopatikana, tuzipande katika kama vijiranchi hivi ambavyo vitagawiwa kwa wale wakulima wetu wa mifugo. Lakini pia nilikuwa naomba vitendea kazi kama magari, pikipiki na vinginevyo kwa wale maafisa mifugo wetu, vitakuwa kwa kweli vitawasaidia kuweza kusimamia hii sekta nzima ya mifugo. Lakini kwenye masoko kama nilivyosema, ngozi nyingi zimekuwa hazina viwango kwa sababu zimechorwa, wale ng'ombe wana alama nyingi, lakini ndio wameshateseka na viboko. Niliwahi kwenda kule Moshi kwenye kiwanda cha ngozi na kutengeneza viatu ambacho kinamilikiwa na PSSF wakishirikiana na wabia wao wa magereza. Waliniambia kama ng'ombe wapo, kama unasema watu wa kanda ya Ziwa wengi wamehamia huko Kilwa, waelimishe kuhusu swala la kutunza vizuri hizo ngozi, tutakuja kununua. Kwa hiyo niombe serikali iwekeze katika kutoa elimu juu ya ufugaji bora na utunzaji bora wa ng'ombe, ili waweze kutoa mazao yanayotokana na mifugo vizuri. Lakini kwa upande wa uvuvi, tunashukuru kwa bandari ya kisasa, tunashukuru kwa boti. Tunaomba bandari isimamiwe ili kamilike kwa ubora, lakini pia boti ziongezwe katika awamu ya pili ya utoaji wa maboti. Lakini Shimandulane, kengele ya pili. Chanja na soko la samaki Kivinje na Somanga, tunaomba ule mradi utekelezwe ambao uliahidiwa zaidi ya miaka 2. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.